Stop. Where are you going? Unampeleka wapi uchizi wako? Nani, kwa nini unanipanda kichwani? Yaani hii nyumba imekuwa kama hospitali. Kila siku inaingia mtu yoyote yule ambaye unaona kwamba anafaa kuingia huko ndani. Anaingia. Leo haingii ndani kwangu. Haingii uchizi huyo. Shangazi, mbona unakuwa na roho ya namna hiyo? Unanizuia kuingia ndani? Na unamuita mwana chizi? Mwana sio chizi, ni mgonjwa tu shangazi. Mwana sio chizi, lakini macho yangu yanazoom kamba mikononi. Kama ingekuwa ni mgonjwa kado ungemfunga kamba mikononi. Huyu zezeta wako haingii ndani kwangu. Mimi nimeshakwambia, yani hapa haingii. Mungu wake apitishe. Usije kunipanda kichwani mimi. Juzi tu hapo umetoka kuniletea mchungaji wa bei jioni. Yaani unachunwa na wanawake, unachunwa na hadi na wachungaji. Mtumia tumbo ile tunamleta haja kumwombea mwana eti nataja bure jina la Yesu. Shangazi, naomba nipite. Hupiti. Ngala. Si unanijua vizuri? Au umenisahau? Kuna sehemu umenisahau eti? Hapo upiti. Shangazi, usileteze zeta lako nimekwambia. Hili zeta silitaki. Shangazi, usinifanye nikatumia nguvu au kufanya jambo ambalo sikutarajia kulifanya kwako. Unataka kunifanya nini? Fanya unavyotaka. Hebu fanya. Nimekwambia hivi, yani hapa hutapita, na kama una chochote cha kunifanya nifanye nione. Shangazi, naomba niingie ndani. Simu yani hapa upiti. Shangazi, naomba unipishe. Uingie. Shangazi, uingie. Kanisukuma. Kumbe Ngala anijui. Sasa subiri. Anijui. Sasa sikiliza nikwambie. Hiyo ni rasharasha. Mvua bado haijanyesha. Wewe unajifanya mjanja. Umeniwini? Haya. Ooh.
naona dharau zimezidi. Sasa ngoja nimfukie huyu mbwa hapa, nilete chuma kingine. Wanajifanya wao ni watu wa imani sana eh? Sawa. Hili aliishia hapa. Kipupe, nimekuja hapa kwa jambo moja. Hiyo pete ulionao naomba uache kuitumia mara moja, kwa sababu unaitumia vibaya tofauti na mzee Kiuno alivyokuwa anaitumia. Hivyo basi nakuomba sana, naomba urudishe pete pale ilipokuwepo, na kama utaenda kinyume na haya, basi kuna jambo litakukuta. Wewe kama nani unaongea maneno mazito kama haya? Unaniamrisha mimi nisiende kuitumia pete hii nikahifadhi sehemu? Yaani mtoto mdogo kama unanisimamisha hapa kuniambia vitu kama hivyo. Wewe kama nani? Muda ukifika utanijua tu kwamba mimi ni nani. Pete. Melinda, ndio. Kazi yetu inatakiwa tuifanye kwa ukubwa sana. Tofauti na pale mwanzo tulivyoanza. Kuna dawa nimekuandalia. Nitakupaka hii dawa mikononi na wewe utajipaka usoni. Uende mpaka chumbani kwa Ngala. Ukifika, umshike mkono. Umuongoze mpaka pale nilipokuelekeza. Zenjere, nimekuita hapa, kuna jambo ambalo nataka nikwambie. Ni jambo kubwa sana. Usiku wa kuamkia leo, kuna ndoto ambayo nimeiota. Ni ndoto sio ya kawaida kabisa. Hii ndoto, kuna mtoto kanitokea. Kaniambia eti niweze kurudisha pete pale ambapo ilikuwepo. Na nijaribu kumuuliza wewe ni nani? Nikaisikia sauti yake kuwa utavofika muda utanifahamu mimi ni nani. Zenjere, nataka unishauri juu ya hiki kitu ambacho nimekiota. Je, kina maana gani? Kipuko, hicho kiona napokisikia nadhani akikuwa na bongo wote. Na alichokisema alimaanisha ni dhemu ukirudisha pete tu sema boye kwepe, ili kila kitu kio sawa. Nimesema ndo kwa sababu huyo mtoto sio kiume cha kawaida, na kitokea uje kuna jambo zito kaliona mbele. Mimi naomba tu msikilize, usio mkaidi. Nenda kaifanye kazi yangu. Zenjere,
Unasema nirudishe pete? Siwezi kurudisha pete. Siwezi kurudisha pete. Kwa sababu bado matumizi yangu sijafanya. Bado hajanipa faida yoyote. Bado sijafanya kila ambacho nakihitaji mimi. Hapa nina deni la kumrudisha baba. Unataka nipunguze nguvu ya pete? Haiwezekani. No, impossible. Sitakuwa kinyume na kile nilichokizungumza awali. Bibi yangu karudisha pete Kipupwe. Ili uendelee kufanya matendo mema, rudisha pete. Nimesipo tayari kutazama kifo chako Kipupwe. Nadhani kuna ukaidi katika hili. Rudisha pete ilipokuwa. Hapana Zenjele, siwezi kuirudisha pete na siwezi kufa na hawezi kuniua mtu yote kwenye ulimwengu huu na siwezi kumwogopa kiumbe chochote kile. Ngunsari ya Zenjele, ngunsari la pepa, ngangudisha pete. Pete ngangua pachi misiene, ngutama na adone, mpako pepa la mambo gangu katame ya mbone. Kundenda cheche, nga udisha pete pepa, nga kompole kaya imbuyo. Nazano umenielewa Zenjele, siwezi kurudisha pete. Jamani, mimi nimenyoosha mikono juu. Kwa nilichokutana nacho, nimenyoosha mikono juu. Mwajabu, mimi nimesalenda. Mama yangu, nimesalenda. Nyie jamani, uchawi upo. Mambo ya watu siri. Sirini. Usiyafokonyoe. Wanasema mavi ya kale yanuki, lakini ukiyafokonyoa yanavuliza. Jamani, Unajua kuchaji sikuelewe. Zungumza ueleweke. Tii Mwajabu. Yalonikuta, yamekukuta manini? Elezea ueleweke. Wewe kwani hujamuelezea huyu? Hajakutana nacho Hapo kwanza nicheke. Yaani mwanangu kama nakuona huko kilichokukuta. Wewe si nilikwambia wewe? Huyu alipanga kwenda kumwambia Kipupwe aache uchawi. Mimi nikampa ushauri wa bure kabisa. Usiende mwanangu, itakukuta jambo. Kajifanyisha kielele, betri limejaa chaji. Sasa ndo hayo yaliyomkuta. Anoyadisia. La kimbelembele kimeniponza. Kama ningekusikiliza, yote asingenikuta. Ila cha umuhimu sijaacha ndala. Ndala zangu nazo. Japo nimekutana na kinjemba cha mtu, kimzungu. Yani bado kama ulikusikia, lete mzungu. Sio poa. Nyie mshakutana na mzungu mfupi? Mimi nimekutana naye, mzungu mfupi. Huyu anapiga vibao kama nyani. Jamani, kuhusu swala la Moana, tuachane nalo. Watajuana wenyewe kama uchawi wa kwao. Mimi nimejiweka pembeni. Najiweka pembeni uepusha msongamano. Hicho mwanangu ndo nilikuwa nakisubiria. Yaani hapo nakupa 100%. Achana na mambo ya watu. Hivi mnajua nyinyi mshaanza kuchanganyikiwa nyinyi? Mnalijua hilo? Moana ni rafiki yetu wa muda mrefu, au mnalisahau hilo? Yaani mnataka mmwache Moana eti kisa mmepigwa mabiti sio na shangazi yake sio mjomba wake. Mna akili kweli nyie? Kwa mnataka mmwache Moana pekee yake? Kumbukeni matatizo binadamu tumeumbiwa. Leo kwake, kesho kwako wewe au wewe. Kwa nini mnataka mmwache mwenzenu peke yake? Sasa kwa taarifa yenu, nitakuwa naye bega kwa bega na sitomwacha. Na kwa taarifa yenu tu, naondoka hapa naenda. Wewe ng'ang'ania tu hivyo. Naenda. Wewe litakukuta jambo. Nakwambia haki ya Mungu utajifunza jambo kupitia hili. Haya. Naenda. Huyu. Mimi nakwambia kitamkuta cha kumkuta. Tena zaidi kilichonikuta mimi. Haya.
Kipupwe, huu ndio muda wa kutimiza kile ulichokuwa unataka kukifanya kila siku, ili uweze kuwa na furaha ya moyo wako na kumfurahisha baba yako Mzee Kiula kama vile alivyokuwa anatamani. Huu ni wakati sahihi. Nimekuletea ngala, kunywa. Kazi ni pa. Sawa Bi Kipasu, wacha nifanye kazi yangu. Chonde ambuja kunungu ingwitenda pano abangala babangusaka na poteshe mtima wose na atose kila chilipenda bachiupa opapa meso gao mtima wao umbo yao kila chindu pa mtima pangusaka na litose. Nikibasu ndio nini inatokea hapa? Ngoza mukali iludo imbe, yaani slow but sure. We ni nani? Na kwa nini umesimama katikati ya njia? Tenina, haina haja ya kuogopa. Nimependa ujasiri wako wa kutaka kumsaidia Moana. Nimekupenda bure. Sasa basi, kwa ujasiri uliouonyesha, nitakuwa bega kwa bega na wewe ili kukusaidia kumrejesha Moana kwenye hali yake ya kawaida. Sasa basi, nitakupatia dawa. Hakikisha dawa hii unaishika kwenye mkono wako wa kushoto. Na ukifika kwa Moana, unamshikisha dawa hii kwenye mkono wake wa kushoto. Na atarudi katika hali yake ya kawaida. Sogea karibu yangu. Lakini we ni nani? Usijali Tenina, utanijua tu rafiki yangu. Usiogope, shika dawa. Ngumalisisya mali abili ndikutenda kamo kabili nga usaka katatu ngusaka malisise pepa. Oh my God. Nikipasu, unajionaje hii? Kuna kitu kijakaa sawa nyumbani. Nakuja. Nilijua tu. Yaani hili nililijua. Na nani amefanya hili jambo? Ngala yupo kule. Na Moana hana nguvu. Alishatulia nguvu zote. Yupo tu. Limewezekana vipi hilo? Limewezekanaje? Lakini sawa. Bado sijashindwa na sikubali kushindwa. Wewe